Surprise ni forward Victor Osman. Ametufanya surprise. Japo watu wanamshutumu sana. Tumpe muda. Tusajili sisi yule. Tungesemwa sana. Mzee. Na kama ulivyosema tumechukua ubingwa muda mrefu sana. Kwa hiyo tulivyochukua ubingwa tumeenda kuonyesha kwamba sisi ndo tunaanza kurudi. Maana Simba kama una kumbukumbu mzuri ilikuja kufanya vizuri. Natamani nikione ni wale wakongwe ambaye tumewaacha tujawaaga. Natamani tuwaage, tuwape heshima yao kama John Raphael Boko. Natamani tumwage. Kwanza nachowaomba viongozi wa Simba na wanachama wa Simba na mashabiki pia, tushikamane, tuungane, tuwe kitu kimoja. Kwa sababu wenyewe wanasema muunganiko ni kitu kizuri kwenye timu. Leo mkiweka huku hawa hatuwezi kuchukua kombe. Yule ni mchezaji tu, mchezaji ni sehemu yote ya maisha yake. Kwa hiyo Simba kae tu wasajili wachezaji wazuri, basi wachezaji wengi wapo wazuri. Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hotbiz. Leo niko na shabiki ama mwanachama wa mnyama Simba Sports Club, na pia nataka nipige naye story kidogo kuhusiana na kimichezo, tuone anaye hapi ya kuyazungumza juu ya yale ambayo leo tumeandaa Hotbiz kwenye full time ya Hotbiz TV. Bana, ndugu yangu, assalamu alaikum, au bwana Yesu asifiwe. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Naam, na wa alaikum salam. Mambo vipi? Alhamdulillah, kwema. Kwema kabisa, sijui. Mimi niko poa kabisa. Unaitwa nani? Mimi naitwa Selemani. Selemani kutoka wapi? Mimi natokea Mtwara. Mtwara kubwa. Mtwara sehemu gani? Tandaimba, Newala? Leo. Okay. Hii bana, hii surprise. Naona leo umevaa jezi ya mnyama. Ni vazi ambalo tumevaa ama ndo watu wenye timu yao? Mimi huwa napenda jezi ya Simba. Kila wiki navaa mara mbili, na ninazo rangi zote. Kwa hiyo nazipenda sana jezi za Simba. Ila sio mwana Simba? Ni mwana Simba. Okay. Mwana Simba kabisa. Sawa, namna usajili ambavyo ulivyouona kuelekea kwenye maandalizi ya msimu ujao wa NBC Premier League, namna vile ambavyo timu yako imesajili, kitu gani ambacho kinakuja kichwani kwako, tukizingatia pia mara ya 5 tumekosa ubingwa? Ni kweli tumekosa ubingwa mara 5. Pia Simba msajili wachezaji ambao tunawaona kwamba walipotoka wamefanya vizuri. Sasa inabidi waje na hapa tuonyeshe kile ambacho wamekifanya walikotoka. Mimi siwezi kumhukumu kwa mchezaji mmoja katika mechi moja kwamba hii bado. Tuwape muda, bado ligi haijaanza. Ndio watu wako pre-season. Kwa hiyo tuwape muda wachezaji wetu. Kagame Cup watu wanaona kila kitu wanachokifanya. Ndio maana nasema tuwape muda. Kuna wachezaji wakija hapa perform moja kwa moja. Wanachukua muda mpaka wanakuja kukaa sawa. Sisi tulikuwa tunamuona Pakome, Okelo, kwa hiyo hawajaperform moja kwa moja, wamekaa muda kidogo ndio wamekuja kuperform. Sehemu ipi ya maboresho ya kikosi ambayo imekuwa surprise sana kwako kwa wale wachezaji wapya ambao wamekuja Simba Sport Club? Surprise ni forward Victor Osman. Ametufanya surprise. Japo watu wanamshutumu sana. Tumpe muda. Kwa hiyo ni sehemu ambayo kiupande wako naona umefanya maboresho makubwa sana kwenye upande wa forward. Forward ilikuwa ni changamoto. Tuna forward tulikuwa Selemani Mwalimu, lakini Selemani Mwalimu ni mchezaji mzuri, lakini kuna vitu unaona kabisa kwamba anahitaji asaidiwe, apatikane forward na yeye ambaye anatoka nje kidogo, ambaye anaweza kupata magoli kadhaa, kwa sababu tujiweke sawa kidogo. Takwimu za Osman zinaturidhisha au hikoje kitaalamu? Takwimu inaturidhisha kwa sababu ana goli 27 21 alipotoka. Kwa hiyo takwimu yake ni mzuri. Tumuombe tu dua afanikiwe aweze kucheza vizuri, kwa sababu si unajua ligi letu la Bongo. Unaweza kutoka huko sawa, ukija hapa hamna kitu. Kwa hiyo tumuombe apambane awe vizuri. Kingine pia ambacho nachohitaji nifahamu kwako, shabiki na mwanachama pia wa mnyama,
tumeona msimu uliopita tumemaliza nafasi ya pili, the same pia kwenye misimu mwingine ambayo iliyopita mpaka tukapoteza ubingwa mara 5 mfululizo, tumekuwa kwenye nafasi ya pili. Nini haswa kifanyike kwenye msimu ujao tukielekea kwenye matumaini maybe ya kuchukua ubingwa ukiwa kama mnyama? Kwanza nachowaomba viongozi wa Simba na wanachama wa Simba na mashabiki pia, tushikamane, tuungane, tuwe kitu kimoja. Kwa sababu wenyewe wanasema muunganiko ni kitu kizuri kwenye timu. Leo mkiweka huku hawa hatuwezi kuchukua kombe. Kwa hiyo kikubwa pia naomba wachezaji wapigane, wapambane kadri wanavyoweza tupate kombe, maana ni muda sana hatuna kombe. Kwa hiyo nawatakia heri sana. Unalo line bis nani la CRDB bana? Ni kweli tunalo, lakini tunatamani sana tuwe na makombe yote kama wenzetu. Wanachukua yote. Kwa hiyo tunaomba pambane, tushikamane wana Simba. Ili tuchukue ubingwa. Tukichukua ikatokea labda Kagame Cup, tutaenda kuchimba dawa? Kuchimba dawa kawaida. Lazima tukachimbe dawa. Lazima tukachimbe dawa. Hata Kagame? Lazima kombe lolote tukachimbe dawa. Kwa nini sasa? Tumeamua, ndo mfumo wetu, tumeamua tufanye hivyo sasa. Si unajua mpira wa Tanzania ni wa utani. Kwa hiyo lazima tuwatanie washabiki wapinzani wetu Yanga. Lakini ule uwanja ulikuwa muda sana pale. Kwa nini msimu hapa mmeamua mfanye hilo tukio? Wana Simba? Na kama ulivyosema tumechukua ubingwa muda mrefu sana. Kwa hiyo tulivyochukua ubingwa tumeenda kuonyesha kwamba sisi ndo tunaanza kurudi. Maana Simba kama una kumbukumbu mzuri ilikuja kufanya vizuri kupitia makombe haya ya CRDB, ila kipindi hiko ilikuwa inaitwa Azam Federation. Tukirudi kwenye timu pinzani au watani wenu wa jadi ambao ni Young African Sports Club, namna ambavyo sajili wamefanya, haushituki kidogo mpinzani au mnyama? Shaulile ni mchezaji mzuri. Ni mchezaji mzuri, CV zake zipo juu. Kwa hiyo kushtuka ni jambo la kawaida kwa sababu ni forward mzuri. Kwa hiyo ni mchezaji ni sehemu yote ya maisha yake. Kwa hiyo Simba wakae tu wasajili wachezaji wazuri, basi wachezaji wengi wapo wazuri. Haya, tuache ushabiki tuende kimichezo zaidi na kiufundi zaidi. Sehemu ipi ambayo nahisi wapinzani wamekuwa na maboresho makubwa sana kwenye usajili, kitu ambacho labda kinaweza kapeleka labda kiupande wenu mkiwa kama Simba inaweza kuwapa ugumu kinamna moja ama nyingine? Tuende kwa professional na sio ushabiki. Kwanza lazima tuwaone bwana. Hatuwezi kusema eti kasajili wachezaji wazuri hatuja. Walikotoka pia wameonekana. Wametoka yani timu Shalulile umjui ndugu yangu? Ni mzee sasa kwa sababu msimu ulioisha na goli 3. Na ndio maana nakwambia kwa kuwa ni mchezaji hatujui, acha tumuone kwa sababu ana goli 3. Mimi naamini kwamba Mamelodi hawezi kukuacha mchezaji mzuri. Hawezi kukuachia mchezaji mzuri. Pesa inaongea. Pesa hawezi, hamna pesa hiyo bana. Sawa. Kwa hapo kwa Shalulile, ukiangalia listi ama ukiangalia hadhi ya klabu zetu wametuacha mbali sana South Africa. Kwa hiyo mfano ambao umeutolea labda Shalulile na magoli 3 anakuja kwenye ligi ya Tanzania anaweza kaonyesha makubwa zaidi. Hilo nalo likoje? Linawezekana kwa sababu yule si mchezaji anapambana. Haimaanishi kwamba alikotoka amefunga goli 3 kwa hawezi kufunga. Sio kweli. Kwa hiyo akipambana ataweza kufanikiwa. Lakini asilimia kubwa, ila mimi sijakubali sana usajili kwa sababu ni age ni kubwa sana. Age imeenda sana. Kwa sababu mimi naamini Yanga ingekuwa tumemsajili sisi yule tungesemwa sana. Mzee. Haya bana, ndugu yangu, nyinyi ndiye ambayo waanzilishi wa Simba Day. Na wengine pia vilabu vingine tunaona wamekuja wameiga. Kitu gani cha tofauti ambacho natamani ndani ya huu msimu ukione, ukiachilia mbali ule msimu ambao uliopita ama misimu mingine iliyopita nyuma? Kitu gani unatamani ukione zaidi cha surprise kwenye kuelekea siku ya Simba Day? Surprise mimi kama natamani nikione ni wale wakongwe ambaye tumewaacha tujawaaga. Natamani tuwaage, tuwape heshima yao kama John Raphael Boko. Natamani tumwage. Mwingine pia naisi hata Shabara ni mchezaji mzuri. Tumwage vile. Mkude Jonas na Jonas Mkude, sawa, mnikumbusha. Kagame kipindi ambacho wameenda kule Simba walipokelewa na MK14 Medi Kagere, naye vipi anastahili kuja kuagwa?
Yule tulishamuaga. Nakumbuka tulishamuaga, alikuja pale tulishamuaga. Kwa hiyo unatamani zaidi kwamba tukienda kwenye Simba Day basi tuwaone hawa watu tukija kuwapa heshima ya kuwaaga kwa sababu wamefanya mambo makubwa sana kwenye club. Wamefanya mambo makubwa. Kiukweli wamefanya mambo makubwa. John Boko kafanya makubwa. Shabalala miaka 15, Simba si mchezo. Japo kaenda kwa watani wetu lakini ni mchezaji mzuri. Sawa. Ni mchezaji mzuri. Jonas Mkude mchezaji mzuri. Kwa hiyo mpira nisema kutafuta maisha. Your commitment kwa wana Simba wote ama pia hata na viongozi wa Simba, tumalizane na hapo ndugu yangu. Hapo ni maana yake. Wito wako ni nini? Wito wangu mimi nawaomba tupambane, viongozi wapambane, tupate makombe. Makombe yarudi. Makombe ndio furaha ya timu. Hamna timu inayokubali tukupoteza mfululizo. Kwa hiyo nawaomba sana Mungu awajalie timu yetu ikae sawa. Bana, mimi nikushukuru sana ndugu yangu. Umesema unaitwa nani? Naitwa Selemani. Selemani. Kutoka Mtwara Raha Leo. Shukrani. Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hot Peas.